Na kusalimu popote pale ulipo mtazamaji wa SQF TV, karibu sana katika taarifa ya habari ya tarehe 19 mwezi Machi 2025. Uko na Mipendo Gutton na kusemea matangazo haya kupitia studio zetu zilizopo Panjiro, Arusha, Tanzania. Moja kwa moja tukianzia kule mkoani Manyara. Mkazi mmoja wa mkoani Manyara, Muhammad Hussein mwenye umri wa miaka 35, nyumba yake imechomwa moto na mtu asiyejulikana. Pantale Lugisha na undani wa taarifa hii. Hali ya wasiwasi imetanda katika mtaa wa Maisaka Kati, wilayani Babati, mkoani Manyara, baada ya mtu asiyejulikana kuchoma moto nyumba ya mkazi wa eneo hilo, Muhammad Hussein mwenye umri wa miaka 35. Kwa mujibu wa mashuhuda, waliposikia sauti kama za nyumba kubomolewa, walidhani ni tukio la kawaida. Hata hivyo, baadaye waligundua kuwa mtu huyo alitoboa ukuta wa nyumba hiyo na kuingiza moto chumbani, hatua iliyosababisha kuteketea kwa mali zote zilizokuwemo ndani. Muhammad Hussein amesema kuwa alijenga nyumba hiyo kwa muda wa miaka 4 kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 8, huku vitu vilivyoteketea vikikadiriwa kuwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni 15. Kutokana na tukio hilo, familia yake ikiwemo mke na mtoto wao mdogo kwa sasa haina makazi na imelazimika kulala kwenye frame ya biashara ya mke wake ambayo awali ilikuwa imepangwa kwa shughuli za ushonaji. Pantale Lugisha, SQF TV. Mpaka sasa hivi sielewi nitaenda wapi. Kwa jina naitwa Husna Hassan Hussein. Mimi ndo mwenye nyumba hii hapa. Naionekana ilikuwa tarehe 12 mida ya saa 9 mchana. Nilipigiwa simu nikiwa kazini kwamba nyumba inaungua. Nikawa nimechukua usafiri kuja huku nyumbani. Nilipofika hapa kwa nikakuta nyumba inaungua. Yaani mimi sikujua chanzo ni nini. Baadaye fire ikaja ikajitahidi kuzima moto. Kama imefanikiwa kuzima, ila sikuokoa chochote. Kila kitu kiliungua ndani. Sasa baadaye nakuja kuzunguka kwa nyuma huko ndo nakuta kwamba kuna sehemu iliyotobolewa, mtu kaingia. Hapo ndo sijajua kamwaga nini. Tukio ndo likawa hivyo. Baada ya hapo ndo hivyo sana nafuatilia kuhusu swala la huko kwenye masuala ya maafa ili waweze kunichangia chochote. Maana kila kitu kimeungua, sina pa kulala, sina nguo za kuvaa na mtoto anayesoma. Kwa hiyo mimi ninachoomba kama ni kuna mtu anaweza kaguswa na nini anaweza kunisaidia chochote. Mimi niko na mume wangu. Ile mume wangu naye hakuepo hapa, alikuwa yuko mbali, yuko Kigoma. Baada ya hapo nilipigia tu simu naye hivyo ndo amekuja juzi. Hakuta ile tukio limeshatokea. Ugomvi kabisa sina, ila kuna ndugu yangu mimi ambaye tulipishana naye. Ila sio kwamba kwamba nimezamiria labda ndo anaweza kanifanyia hilo tukio, hapana. Shukrani sana Pantale Lugisha kutoka kule Manyara kwa taarifa hiyo. Katibu wa CCM wilaya ya Rombo, Mary Sule, amefariki dunia usiku wa Machi 18, 2025 katika hospitali ya Huruma wilayani Rombo mkoani Kilimanjaro, muda mfupi tu baada ya kutoka kwenye chumba cha upasuaji. Marehemu Mary Sule atakumbukwa kwa ujasiri, uchapakazi pamoja na maono na namna alivyokuwa anawashauri viongozi mbalimbali katika wilaya hiyo kuachana na tabia chonganishi ilivyodhoofisha maendeleo, huku akiwasisitiza viongozi kufuatilia ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kutatua changamoto zinazowakabili wananchi. Wanafunzi 105 wa shule ya msingi ya Kibasila ya Kisarawe Pwani waliofanya uchunguzi wa afya ya kinywa na meno wamebainika kuwa na tatizo la kutoboka meno. Beatrice Mushi akituarifu zaidi. Wanafunzi 105 wa shule ya msingi Kibasila ya Kisarawe Pwani waliofanyiwa uchunguzi wa afya ya kinywa na meno wamebainika kuwa na tatizo la kutoboka kwa meno kutokana na ulaji wa vitu vyenye sukari, huku wengine meno yao yakiwa na mpangilio mbaya uliotokana na meno yao kucholewa kung'olewa kwa wakati. Hawa ni wanafunzi wa shule ya msingi Kibasila wakiwa kwenye mkusanyiko unaowakutanisha na madaktari wa magonjwa ya kinywa na meno kutoka hospitali ya Kisarawe. Kubwa linalowakutanisha ni elimu ya usafi na utunzaji wa kinywa na meno inayotolewa na madaktari hao katika sehemu ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya afya ya kinywa na meno. Beatrice Mush, SQF TV. Utaanza na meno yako mawili haya ya mwisho au matatu. Sawa watoto wazuri Utaswaki hivyo, utakuwa ukisogea, unazungusha
unasogea tena kwenye meno ya mbele. Sawa Hapa tuko kwenye meno ya juu tu. Sawa watoto wazuri? Kuwafundisha watoto wadogo watakuwa na hiyo tabia ya kuweza kutunza meno na hatimaye kuondokana na tatizo kabisa la kuoza kwa meno. Tayari tumeshachukua listi yao kwa kushirikiana na walimu kwenda kuambia wazazi waje tuwape huduma kwa wiki hii ambayo ni wiki ya afya ya kinywa na meno, tuweze kutoa huduma bure kwa wale watoto. Shukrani sana Beatrice Mushi kwa taarifa hiyo. Mganga mkuu wa mkoa wa Mbeya Daktari Elizabeth Nyema amezitaka halmashauri za mikoa ya Songwe, Rukwa, Mbeya na halmashauri ya Makete ya mkoa wa Njombe kusimamia ipasavyo upatikanaji wa mapato katika vituo vya afya ili kuweza kulipa madeni yanayodaiwa na bohari ya dawa. Tukasimamie ukusanyaji wa mapato ya vituo vya kutolea huduma za afya ili viweze kulipa madeni ya bohari ya dawa kwa wakati mara tu baada ya kupokea shehena ya bidhaa za afya, kuepusha madeni yasiyo ya lazima. Kwa sasa hali ya upatikanaji wa bidhaa za afya kwa primary health care tumefikia 86.2. Hii ni takwimu hadi kufikia Februari 2025. Kwa mwaka 2024 imeweza kutenga shilingi bilioni 205, na hiyo imesaidia pia katika kuimarisha hali ya upatikanaji wa dawa. Na kama mwakilishi kutoka MSD alivyoeleza awali kwamba tuongee yote ili kupitia kikao hiki sasa tuweze kutatua changamoto ambazo zipo, na mwisho wa siku tuweze kufikia 100% ya hali ya upatikanaji wa bidhaa za afya, na hivyo kutatua hali ya kuhakikisha kwamba mwananchi anapoenda kwenye vituo vya kupata huduma za afya anapata huduma bora. Natambua kwamba kuna vyanzo vingi vya fedha, lakini kupitia fedha za ruzuku soka tunaweza kuwa na almost zaidi ya milioni 133. Tuna imani kuwa kwa kushirikiana tunaweza kufanikisha malengo yetu ya kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma bora za afya kwa wakati na kwa ufanisi. Ni kweli taasisi zetu za afya, vituo vyetu vya afya vinatoa huduma, lakini madeni hapo, lakini tumepokea vizuri sana haya maelekezo na tumejipanga kukusanya kwa kutumia mifumo yetu ya fedha, lakini kwa kulipa pia madeni ambayo MSD wanatudai ili MSD nayo iweze kujiendesha kuendelea kutoa zaidi bidhaa za afya. Changamoto bado ni nyingi, bidhaa unakuta zingine hazionekani, lakini pia unaweza oda kituo kizima usione. Yaani changamoto bado ni mpya kwa sababu mfumo pia ni mpya. Wachimbaji wadogo wa mawe wa kokoto katika mgodi wa mawe wa Kwechimunyu uliopo kata ya Madaba, halmashauri ya mji wa Ndeni mkoani Tanga, wameeleza changamoto mbalimbali wanazokutana nazo katika shughuli zao za uchimbaji na kuiomba serikali iwasaidie. Lakini kwa shida hatuna hata gadibuti wala yale ya mikono, hatuna kofia, hatuna. Lakini kwa sababu hali yetu sisi iko chini zaidi, ndio maana tunafanya hivyo ili tupate mambo ya kula. Hapa tunapasua kokoto. Wanapolipua mizinga, mawe makubwa yanapotokea, basi yale madogo ndio tunapandisha juu na kupiga kokoto, kuuza, kupata hizo hela za mahitaji ya watoto. Tunatumia nyundo ndogo za mikono na kubwa. Changamoto za hapa ina maana kwamba tunahitaji vifaa vingi vya kuweza kujiendeleza, sababu mgodi wetu ni mkubwa na unafahamika vizuri tu. Ila sasa una upungufu wa vifaa kama hususani compressor za kukodisha taa zinatoka sehemu ya mbali. Tukija hapa tukisaidiwa kazi na maana tundu moja tunashikwa 1500. Tunaomba tusaidiwe, tuwezeshwe, tupate vitendea kazi, sululu, nyundo, machepe, mitalimbo, compressor. Kama serikali inaweza kutuwezesha basi tuwezeshe. Ina maana kwamba tunapopata vifaa kama hivyo, ina maana kwamba tutaingiza mapato mengi hata serikalini, kwa sababu ina maana kwamba kipindi hicho kazi itakuwa inafanyika kubwa kiasi kwamba na mapato yatakuwa yanapatikana, watu wanaoona watakuwa wengi zaidi ya hawa.
Mtazamaji wa SKF TV, niseme sina la ziada. Asante sana kutenga muda wako wa thamani kutazama habari hizi za jioni. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa matangazo haya, ulikopo nami Pendo Gutoni, nikutakie wakati mwema.